Ndugu zangu, tuliohudhuria hapa kwenye msiba huu, msiba uliokuwa mzito. Misiba ni misiba, lakini msiba huu umezidi uzito. Unaweza ukafiwa na mtoto wa mdogo wako au na mkubwa wako ukawa ni msiba, lakini kufiwa na mwanao msiba unazidi. Unaweza ukafiwa na baba yako mdogo ukawa ni msiba, lakini msiba kufiwa na baba yako mzazi msiba wake unazidi. Na leo sisi tumekuja hapa kuja kumsindikiza ndugu yetu huyu Isa bin Abdallah. Msiba wake ni mzito zaidi. Msiba wake ni mzito zaidi kutokamana kama alivyosema Sheikh Abdallah, huyu alikuwa ni mtu wa sehemu tatu. Kwanza alikuwa ni mtu wa Mungu, halafu alikuwa ni mtu wa mtume, halafu alikuwa ni mtu wa wanadamu. Sehemu zote tatu hizo alikuwa akizifanyia kazi na kazi yake ikatimia. Katika masuala ya Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Tazan alijitahidi kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hali zake zote alizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Moja ya hali yake ya mwisho tulioiona sisi katika mji wa Mapango, kijana mmoja alisoma Qur'ani pale Mapango. Basi yeye alikuwa anatoa pesa, anatoa zile noti nyekundu, anatoa tu, zinatoka tu. Hii ni kwa kuwa yeye alikuwa anamtumikia Mwenyezi Mungu. Ni dalili njema. Lingine, hadharani misikiti mingi kama alivyosema shekhe wetu ameisaidia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na tukija kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio alikuwa kinara, yani kiongozi aliyesimamia kila mahala anaposikia anaswaliwa Mtume, basi yeye alikuwa yuko tayari kutoa mali yake, alikuwa tayari kutoa mwili wake, alikuwa tayari kutoa akili zake kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumekuja, tuna masikitiko makubwa. Nimekuja na shekhe wangu hapa Sheikh Abdul Qadir, tuna masikitiko makubwa. Juzi tulichukua gari yake tukatembea nayo mikoa mingi huko kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye pia alichukua gari yake nyingine akatusindikiza katika mikoa ya Dodoma, hii mji wa Dodoma wenyewe, mpaka Kondoa, mpaka Kiteto. Katoa nguvu zake, katoa mali yake, katoa akili yake kwa sababu ya kumtumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo tumekuja kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukija kwa upande wetu sisi wanadamu, alikuwa na tabia, habagui Muislamu, habagui asiyekuwa Muislamu. Nyumba yake wakati wote ilikuwa iko wazi, kila anayefika atakula chakula. Kila anayefika atakula chakula. Hizi ni katika dalili za watu wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yamutu almar'u ala ma asha alayhi wa yahshuru ala ma mata alayhi. Anakufa mtu kwa kile alichoishi nacho ndani ya dunia, na atafufuliwa na kile alichokuwa nacho, alichokufa nacho kwenda nacho akhera. Sheikh Tazan, leo si wakati wa kutoa mawaidha. Almautu mau'idhatan. Umauti ni mawaidha, inatosha, kwa ni mauti ni mawaidha. Lakini tunazungumza huyu ndugu yetu alivyoishi ndani ya dunia hii. Kwa jambo la tatu, nyumba yake ilikuwa wakati wote, hata saa 7 za usiku ukifika unaikuta nyumba iko wazi. Ukiwa mgeni, ukiwa mwenyeji, utakula chakula. Hizi ni katika dalili za watu wema. Mwenyezi Mungu amjalie, kama tunavyosema ni mtu mwema, inshallah Mungu amweke mwema.
Sheikh Tazan alijitahidi kuusimamia Uislamu, alijitahidi kusimamia kila jambo la wanadamu. Alikuwa yeye ni mwepesi kutumikia wanadamu. Ndugu zanguni, leo kama nilivyosema hadithi ya mtume hiyo, sisi tunatakiwa tutambue na tunakatazwa tusipende kutaja mabaya ya watu waliotangulia kwenda akhera. Tunatakiwa tutaje mazuri ya watu ambao waliotangulia kwenda akhera. Mtume anasema udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, tajeni mazuri ya maiti wenu, yaacheni alikuwa mabaya. Kila tunapomtaja mwanadamu wenzetu kwa vizuri, Allah naye anamweka vizuri. Tutambue Sheikh Tazan ameondoka kwenda akhera, na sisi ima sasa hivi au baadaye au kesho, na sisi pia tutakwenda akhera. Kwa kauli yake subhanahu wa ta'ala anasema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokamana na udongo huu tumekuumbeni nyi wanadamu, na kutokamana na udongo huu tunakurejesheni ndani ya udongo huu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na katika udongo huu pia tutakutoeni mara ya tatu. Kwa maana mwanadamu ana sehemu tatu: sehemu aliyotoka, sehemu anakwenda tena katika kaburi, na sehemu ya tatu ni kufufuliwa, ni maisha ya milele. Mimi nadhani kutokana na hali ya tutoshe hayo, lakini tutambue Sheikh Tazan alijitahidi kusimamia jambo la Mungu, alijitahidi kusimamia jambo la mtume, alijitahidi kusimamia jambo la wanadamu kwa kauli yake mtume, na alijitahidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Mtume anasema ma min abdin, yani hakuna mwanadamu yote akafanya tendo lililokuwa zuri min dhikrillahi, kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndugu yetu huyu alijitahidi kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukija hapa mara nyingi akimtaja mtume, tukija hapa mara nyingi akimtaja Allah, tukija hapa mara nyingi akiwataja watu wema wema. Kwa hivyo hakuna jambo bora kwa mwanadamu kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kutokamana na dhikra ya Mwenyezi Mungu, anja abdahu min adhabil qabri wa min adhabi yaum alqiyama. Kutokamana na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, Mwenyezi Mungu mtu huyo atamuokoa kutokamana na adhabu ya kaburi, na mtu huyo atamuokoa kutokamana na adhabu ya kiyama. Mtu huyo pia atamuokoa na mitihani ya siku ya kiyama. Masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza, ya Rasulullah, unasema dhikri ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, walal jihadu, je, jihadi haifai? Hiyo dhikri imekuwa kubwa kuliko jihadi? Mtume akasema walal jihadu, hata jihadi haifai, illa antadhriba bisayfika, isipokuwa utakapopiga kumpiga adui yako kwa upanga, fatadhriba fatanqati'a, ukamkata, thumma tadhribu bihi fatanqati'a, thumma tadhribu bihi fatanqati'a. Akasema mtume mara tatu, kila labda umpige mtu kwa upanga wako mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ndo ataweza kuwa na thamani ya mtu ambaye alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yetu alijitahidi kusimamia hayo na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tuliobakia tunatakiwa tumtaje kwa wema ili Mwenyezi Mungu ampe mema, na inshallah
tulohudhuria wote hapa kwa kuwa tuna nia nzuri ya kuja kumsindikiza mwanadamu wenzetu, kumsindikiza ndugu yetu. Insha Allah tunakuomba Mwenyezi Mungu umjalie awe na makazi mema. Amin. Mtume anamalizia akisema siku moja alipitishwa maiti mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipopitishwa maiti mbele ya Mtume, wale masahaba wakawa wanamtaja vibaya maiti yule. Mtume akasema wajabati. Wakati huo Sayyidina Umar bin Khattab yupo hapo. Kakaa ikapita siku nyingine akapitishwa maiti mwingine. Waislamu masahaba wakamtaja vizuri maiti yule. Mtume akasema wajabati, imemwajibikia kupata mema. Sayyidina Umar akasema ya Rasulullah, siku zile ilipitishwa maiti alipotajwa vibaya ukasema wajabati, na leo tu anatajwa vizuri ukasema wajabati, imekuwaje? Akasema yule aliyetajwa vibaya itamwajibikia adhabu ya Mwenyezi Mungu, na huyo aliyetajwa vizuri itamwajibikia rehema za Mwenyezi Mungu, radhi za Mwenyezi Mungu, baraka za Mwenyezi Mungu. Ninyi wanadamu ndio mashahidi wa mwanadamu wenzenu, na sisi inshallah tunachukua ahadi, tunasema mbele ya Allah, Mwenyezi Mungu anatusikia, sisi mashahidi. Na kama ni Muislamu wa kweli, unatakiwa nayo pia uingie katika kundi la ushahidi wa kumsamehe. Kama ndugu yako amekukosea, Tazan umsamehe ili na wewe upate kusamehewa. Na naamini tulohudhuria wote hapa tumekuja kwa ajili ya kumwombea Tazan Isa bin Abdallah, na inshallah kwa dua zenu na dua za wale wasafiri kutoka mbali kuja hapa, inshallah Sheikh Isa bin Abdallah, tunakuomba Mwenyezi Mungu, na sisi tunachukua ushahidi kwa kwewe, tunakuomba umweke mahala pema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.